Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika Siri Yako TV, unifollow TikTok, Instagram, Facebook Siri Yako TV. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042. Katika mizimu ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania, babu wa mila na desturi RKK, mimi napatikana hapa. Na leo hii nataka niwape dawa. Baada ya kuzungumzia herufi A wanawake kwa wanaume katika hatua zote 5, hapa sasa nawafundisha dawa ya kujikwamua katika changamoto ambazo unazo. Lakini somo hili la dawa litakuwa likiendelea. Maana yake wako ambao wameweka comment nyingi wakiuliza kwamba tayari ameshaoa mwanamke ambaye nyota ni adui na ya kwake, au tayari ameshaolewa na mwanaume ambaye nyota ni adui na ya kwake. Mwingine yupo kwenye mahusiano, mwingine ana watoto, mwingine wazazi na wako karibu. Lakini cha kwanza tunaenda hatua kwa hatua. Cha kwanza nakupa ile itakaye kuhusu wewe kama wewe, bila ya kujali kana kwamba uko na ndugu, jamaa au mume, mke ambaye nyota yake ni adui na yako. Ile hofu ambayo tulieleza kana kwamba wewe kama mwanaume au mwanamke, lakini wewe ni herufi A, tumesema kwamba uko na hofu nyingi katika moyo wako, wasiwasi sana katika moyo wako, unatembea labda pengine barabarani ukijihisi vitu, na tulizungumzia miaka 28 mpaka 35, kifundo chake kipo 34 kwa herufi A wanaume, na kwa herufi A wanawake kifundo zaidi kipo kwenye miaka 41, lakini pia kinapatikana kuanzia miaka 28 na huwa kinakuwepo katika miaka 21. Sasa namna gani utaondoa hii hofu au utaipunguza hii hofu au utaimiliki hii hofu? Namna kujinusuru katika changamoto za hofu. Jiombee uhai. Nguvu yako ni moto. Moto hauwaki kwa kutulia. Au kama unavyoliona jua. Jua huwa linakwenda na kufifia. Linang'aa sana, linafifia. Yaani lina mawingu, likipita mawingu kidogo linapotoza kidogo. Kwa hiyo hali ndiyo maana wewe upokeaji mkubwa wa hofu katika maisha yako. Hasa kuna namna ya kujiombea wewe mwenyewe tu bila kwenda kwa mganga wala kwa nani. Chukua mshumaa. Chukua mshumaa mmoja. Pendelea kuwa unapata mshumaa mzuri kama ile mishumaa minene ile. Ukishapata mshumaa, andaa siku yako ya Jumanne asubuhi 12, anza kufanya maandalizi mpaka inapofika saa 1 kasoro au saa 1 kasoro dakika 5, uwe tayari katika maombi yako. Umeshakaa. Uwe na nguo nyekundu, vazi jekundu, yani nguo yako utakayovaa hakikisha iwe nyekundu. Na vyema kama utakuwa na pete kama hii kidoleni, kama hauna basi fanya utaratibu wa kuja katika mizimu yetu ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Tutakupa mwongozo wa kupata pete yako kwa kiwango kizuri. Washa mshumaa wako vizuri na uombe. Katika taratibu ambazo kuna video unazifundisha namna ya kuwasha mshumaa au kuwasha udi. Kiberiti. Hata kama kuna moto unaendelea, usitumie ule moto. Tumia kiberiti cha kawaida cha njiti. Toa njiti yako moja, anza kwa kunuia moto kwamba jambo lako liwe mara moja, unapolitaka liwe mara moja. Uhai wako kama ulizaliwa siku moja. Unapiga njiti yako pap, ile njiti kisha waka, sema moto huu kama unavodumu kwenye njiti, naomba uhai wangu ukadumu. Uhai wangu udumu milele milele kama Mwenyezi Mungu alivyokusudia mimi niwepo katika hii dunia. Sikujichagua, ila nilichaguliwa na malaika kuletwa katika dunia hii. Unawasha mshumaa. Ukishawasha mshumaa, unaweka mahali pazuri. Ukimaliza kuwasha mshumaa wako na kuweka mahali pazuri, hakikisha uwe na glasi nzuri ya maji. Na maji safi mimina katika hiyo glasi yako. Weka mbele yake. Hakikisha kama utakuwa na manukato kama ya udi unayopenda, pia washa udi wako uweke mbele yako. Ukishaweka vitu hivi vyote, asa anza kunuia. Jitahidi mlango wako wa nyumba uwe wazi, yani mwangaza kutoka nje uweze kupenya pale unapofanyia maombi. Nuia
Mwenyezi Mungu, sasa nakupa maombi. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, mimi fulani, mtoto wa fulani. Ukisema mtoto wa fulani, taja jina la mzazi wako wa kike. Nakusudia kufanya maombi yangu haya kwa kuomba nguvu za uhai wangu ukae salama salimini, nikaepukane na kila shari na kila baya, na hofu inipungue. Kama ilivyokuwa moto uliye mbele yangu unavyoweza kudumu mshumaa huu kuwaka mpaka mwisho wake, basi na mimi naomba niishi maisha marefu mpaka mwisho wa mwili wangu. Kumbuka, mwisho wa kifo kwa makusudio ya Mungu ni pale viungo vya mwili vinakuwa sasa havina uwezo wa kufanya kazi, kana kwamba umezeheka. Ndio mwisho sahihi. Mtu yoyote au kiumbe yoyote anapofariki kabla viungo kuzeheka, manake kuna tatizo lililosababisha asifikie muda wake wa mwisho. Sasa wote kwa Mungu tuna nafasi ya kuzeeka. Kwa hiyo unasema mpaka viungo vyangu vitakaposhindwa kufanya kazi, kana kwamba nitakapozeheka. Ndio unaomba hivyo. Kwa hiyo ukishanuia, hakikisha macho yako ufumbe. Kufumba macho ni kuongeza taswira ya kile unachokiomba, yani ujijengee picha fulani, ili nguvu ya malaika iweze kukuona kwamba hauko kwenye masihara, upo kwenye maombi kweli. Na hakikisha sehemu yako unayoombea kusiwe na picha yoyote ukutani wala maandishi, na wala usivae nguo iliyokuwa na maandishi au picha ya chochote kile. Kama kutakuwa na vinyago vya kiasili vya mbao, hiyo haina shida, ila picha na vinyago vya design ya maplastiki na nini hivyo, weka mbali kabisa, visionekane. Maneno au mtu kukusemesha, kuwa mbali nako, yani kana kwamba hapo sehemu unapoomba, kama uko na watoto, kama una ndugu jamaa marafiki, hebu waepuke na wasikufikie wakati unafanya maombi yako. Yani kusisikike kitu kingine cha kukusemesha au kikakudisturb wewe ukatoka katika nguvu ya maombi, yani akili yako ikaenda kuendea kile ulichokisikia. Kwa hiyo unatakiwa uwe mtulivu kabisa. Hakikisha utafanya maombi hayo kutoka saa 1 ya asubuhi ya siku ya Jumanne iende at least mpaka na robo ya saa 1 hiyo Jumanne. Na baada ya kumaliza kuomba maombi yako, chukua ile glasi ya maji, kunywa. Ule mshumaa uweke mahali pazuri, uwake wote mpaka uishe, usizimwe. Kwa hiyo hakikisha umeandaa chombo kilichokuwa salama. Kumbuka uone moto, ili usije ukaleta hatari katika mji wako. Basi weka kwenye chombo kizuri ambacho unaamini hapa usalama utapatikana. Zingatia hili kwa makini sana sana sana. Kwa hiyo hii ni dawa katika hatua ya kwanza. Tutakwenda dawa katika hatua zingine na zingine, ili kugusia kwenye kila engo ya watu mbalimbali wanavyoteseka na miundo mbalimbali ya kidunia ambayo wamekosa kuifahamu. Na hizi siri tunawapeni katika siri yako, ili sasa muweze kujisaidia nyinyi wenyewe. Pia ukiwa na nafasi unaweza kuja katika mizimu iliyopo Kingwasa Mekese, Morogoro, Tanzania, tukakuongoza zaidi. Na unaweza kuja katika matambiko yetu ambayo tunafanya ibada. Tambiko ni ibada, tutasimuliaga sana kwenye ibada za mila na desturi ambazo zinafanyika katika kila tarehe 2 mpaka tarehe 9 ya mwezi wa 12 kwa kila mwaka. Unaweza ukajiandaa ukaja hapo ukachangia na wewe mchango wako, na tukafanya ibada hiyo ya wiki moja kwa pamoja, ibada iliyofanywa na wahenga wetu wa akili, ibada ya wazee. Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu, maarufu kama RKK. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042.
katika mizimu iliyokuwepo Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Babu wa mila na desturi ndiko anapatikana. Usubscribe katika Siri Yako TV YouTube, unifollow TikTok, Instagram, Facebook Siri Yako TV.